kushangilia kwa kuwa thawabu yetu ni kubwa mbinguni. Kristo tumaini letu. Wapendwa sana, tukianza na mjane wa marehemu, wazazi wa marehemu, ndugu, jamaa na marafiki, kwanza awali ya yote nichukue nafasi hii kuwapa pole nyingi kwa kuondokewa na ndugu yetu Tadeusi Baltazari. Poleni sana. Tumekutanika mahali hapa kwa kusudio moja tu, kwa ajili ya kuomba huruma ya Mwenyezi Mungu kwa ajili ya ndugu yetu, ili kwa hali yake ya kibinadamu, iwapo watakuwa na dosari za hapa na pale, huruma hii ya Mwenyezi Mungu iweze kumshukia na Mwenyezi Mungu ampokee kwake. Kama Mwenyezi Mungu ameshampokea, basi aweze kutuombea sisi ambao ni wasafiri. Tumsifu Yesu Kristo. Lakini tulipokusanyika mahali hapa, hatuna budi kujiuliza, kifo kinatuambia nini? Ndugu yetu huyu tulizoea kuishi naye, kutaniana naye, kula naye, kunywa naye, lakini leo yupo katika hali hii. Tunajifunza nini tunapoona ndugu yetu yupo katika hali hii? Lakini ndugu zangu, kusudio la Mwenyezi Mungu ni kumrithisha mwanadamu ufalme wa Mungu. Tangia kuumbwa kwa mwanadamu, lengo la Mwenyezi Mungu ni kumrithisha binadamu ufalme wa Mungu, iwapo tu atamjua, atampenda na atamtumikia. Na hata katika anguko la mwanadamu wa kwanza, Mwenyezi Mungu ameendelea na mpango huo. Ndio maana linasema andiko, kwa maana hii jinsi Mungu alivyo upenda ulimwengu hata kamtuma mwanae wa pekee, ili kwamba yeyote amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Tumsifu Yesu Kristo. Ndugu Tadeusi, mimi binafsi nilimfahamu. Nimekuwa paroko wake kule Kwediboma na tulifahamiana vizuri, na sina mashaka naye kuhusu imani, kwa sababu hata mara nyingi nilikuwa nikienda kwake pale kufanya hata ibada ya jumuiya na mambo mengine. Sina mashaka naye, na nilijua na naelewa aliamini kwa kiasi kikubwa. Lakini leo yupo katika hali hii. Nadhani Mwenyezi Mungu angempa hata sekunde mbili, angetuambia tu maneno mawili: asanteni kwa kufika na samahani. Kwa sababu yupo katika hali, angesema samahani, asanteni kwa kufika. Sasa ndugu yetu leo tunamwaga, sisi bado tunapumua. Je, mimi na wewe tunajifunza nini kupitia kwa huyu ndugu yetu kifo? Tumsifu Yesu Kristo. Kwa wale akina mama kule leba, mtoto anapozaliwa hatua ya kwanza huwa analia. Lakini anapolia, sisi ambao tumemzunguka tunakuwa tunashangilia na kupiga makofi. Yeye analia peke yake. Lakini anapofikia kwenye kifo inakuwa ni kinyume. Yeye anakuwa yupo kimya, na sisi ambao tumemzunguka tunakuwa tukilia. Tumsifu Yesu Kristo. Ndugu zangu, kifo ni fumbo. Swali ni kwamba tumejiandaje kuhusu ndugu kifo? Kwa sababu sisi sote lazima tutaonja umauti. Lakini mimi na wewe tumejiandaje? Kwa sababu sisi sote hapa ni marehemu watarajiwa. Sisi sote hapa pua zetu zinaangalia chini. Kuna ambao pua yake inaangalia juu.
Kumbe sisi sote lazima tutakufa. Lakini tutakufa katika hali gani? Kwetu sisi tunaoamini kupitia Kristo, kuna vifo vya aina mbili. Kuna kifo cha kimwili na kifo cha kiroho. Kifo cha kimwili ni kama ndugu yetu amekufa tu kimwili, lakini kiroho bado yu pamoja nasi. Lakini kifo cha kiroho ndiyo kibaya zaidi. Ndio maana hata Mtume Paulo anatupa matumaini kwamba hii kifo ni hatua moja kwenda katika hatua nyingine, lakini tu kwa wale ambao wamejitayarisha. Mimi na wewe tumejitayarishaje? Kwa sababu kuna wagonjwa wengine wanaumwa magonjwa ya kiroho, wako ICU wanapumulia mashine. Ndio maana kuna watu wengine bado tunafanya mchezo, hatujajiandaa kuhusu kifo. Ndio maana wengine bado tunaendelea kuishi kiubabe. Kuna wengine unamwambia twende kanisani, anakuambia nitakuja. Utakuja, una mkataba na Mungu. Unamwambia mtu fanya hivi, anakuambia padre nitakuja. Una mkataba na Mungu. Tujiulize, huyu fundi nyamaza akikutembelea sasa hivi, umejiandaaje? Ndio maana Kristo katika somo letu la Injili anatoa heri, ambazo hizi heri ndiyo ilani ya Mkristo yote. Anatakiwa atembelee kwenye hizo heri ili mwishoni aweze kufurahi na kushangilia. Je, unadhani kwenye hizi heri kuna ambako pana kufiti wewe? Wewe ni mpatanishi au ni kivuruge katika familia? Unadhani unapoishi katika jumuiya, kazini, wapi, wewe ni mpatanishi? Wewe una huruma au ni mtu ambaye unashangilia maumivu ya wengine? Lakini Kristo anatupa ilani. Tunasema ndiyo katiba yetu sisi wa Kristo. Katika katiba hii, hivi vipengele unaviishije? Tumsifu Yesu Kristo. Muda tuliopewa wa kuishi hapa duniani ni mdogo mno. Lakini kuna ambao tunajisahau, tunageuka, tunakuwa wababe. Tunakuwa wababe kama vile hakuna siku tutakuwa katika hali hii. Na katika hizi heri tunaonywa tusiwe wababe. Anasema heri wenye huruma. Katika kuishi kwako, unaishi kwa huruma au ni kwa ubabe tu? Heri wapatanishi. Lakini kuna wengine tunageuka, tunakuwa vivuruge. Na kuna wengine ambao ile upatanisho na Mwenyezi Mungu hawapo. Ndio maana sasa hivi kuna wengine ambao kipaumbele chao ni zile mbundu zile. Unakuta watu asubuhi hana muda hata wa kufanya ishara ya msalaba. Anaamka anafikiria nipate wapi hata ile ya kukinga mgomba wa mtu, nikauze nipate 500 nikawashe banana. Tumsifu Yesu Kristo. Ndio maana unaangalia sasa hivi vijana wamezeka kuliko hata wazazi wao. Lakini na wazazi nao tunakuwa tunafumbia macho, ambao watoto wetu ni wagonjwa wako ICU. Lakini hatupambani kuhusu tiba ya hawa watu.
Ndio maana tunaambiwa tuishi kwenye hizi heri. Lakini yote katika yote inabidi tutafakari sana kuhusu ndugu yetu kifo. Ni swali ambalo inabidi tujiulize. Imagine sasa hivi amekuja huyu mtoa roho. Anakuambia nataka kuchukua roho yako. Lakini ukitoa sababu za kueleweka, nitakuacha walau miaka 2-3. Utamwambia niache ili niendelee kuwa mbabe? Niache ili niendelee kuwa kivuruge? Niache ili niendelee kuacha kusali jumuiya na kwenda kanisani na kutwanga banana kwa kwenda mbele? Utamwambia niache kwa ajili hiyo? Niache ili niendelee kuleta ugomvi na mfarakano katika jamii? Utamwambia niache kwa ajili hiyo? Tumsifu Yesu Kristo. Kwa sababu kuna watu wapo hawajui kwa nini wapo. Ndio maana hata kama umezaliwa bahati mbaya, basi jitahidi uishi kwa makusudi. Tumsifu Yesu Kristo. Kumbe tuombe neema ya Mwenyezi Mungu ili hili pazia jeusi ambalo liko mbele ya macho yetu liweze kuondolewa, tuweze tukawa na hofu ya Mungu, tukitambua kwamba ipo siku fundi nyamaza atatutembelea. Tutakuwa hivi na hatutakuwa tena na maneno. Swali, tumejiandaje? Wale ambao wanasema nimegombana na fulani, sintapatana naye mpaka huko mbinguni. Aliyekuambia utaenda huko nani? Tumsifu Yesu Kristo. Aliyekuambia mtaenda kukutana huko mfanye mazungumzo ni nani? Ndio maana tunaambiwa patana na mgeni wako kabla mjafika kwa hakimu. Sasa ndio tupo njiani. Mkiwa njiani, patana na mgeni wako. Ndio kusema hapa duniani tujitahidi basi kuishi maisha ya kumpendeza Mwenyezi Mungu, kwa sababu ipo siku moja tutakuwa katika hali hii. Sasa unadhani kama ni banana, ni ugomvi, ni vurugu mtindo mzima, siku fundi nyamaza akikutembelea itakuwaje? Kwa sababu kuna wengine wanajidanganya kwamba wana akili sana, wana nguvu sana, ni wababe sana, dunia ni ya kwao, lakini wanasahau kuna siku kifo kuna binadamu aliye hai ambaye anaweza kukwepa. Tumsifu Yesu Kristo. Mimi na wewe tukitembelewa sasa, maisha yetu, upatanisho wangu mimi na wewe kwa Mwenyezi Mungu ukoje? Kwa sababu kuna wengine tunaishi kwa kubahatisha. Kukikucha tunasema liende, lakini ipo siku ya kuwekwa kwenye boksi hivi. Mimi na wewe tumejiandaje? Tumsifu Yesu Kristo. Ndio maana kupitia hizi heri tunaambiwa tujitahidi basi kufukia mashimo yaliyopo katika njia inayoelekea nyumbani kwetu. Ndugu zangu, maisha yetu tunayoishi hapa duniani ni sawa na mtu ambaye amepanda daladala. Unapotoka Moshi mjini, kuna utakao shukia Kiboriloni, Uchira, njia panda, Himo, Makerere huko, Mwika, mpaka hapa. Sasa mwenzetu huyu katika gari daladala ndio ameshuka. Sisi bado tupo kwenye daladala hiyo, lakini tutashuka na mwishoni hadi dereva atashuka. Ndio kusema tutashuka, tutakufa. Lakini unaposhuka kwenye kituo chako, ile barabara ya kuelekea nyumbani umeitengenezaje? Yale mashimo umeyafukia? Vile vigingi, yale mawe umeyaondoa ili usijikwae au usitumbukie kwenye yale mashimo? Maisha yako umejipatanishaje na Mwenyezi Mungu kupitia kwa wale ambao unaishi nao? Kwa sababu kuna mwingine utagombana na mtu utasema ni mimi na Mungu. Mungu ulishamwona.
Sisi tumeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Inabidi tumsifu Mungu kupitia kwa binadamu mwenzako. Binadamu mwenzako unamtendeaje? Kwa sababu nafikia mahali wengine tunageuka, tunakuwa na roho za kinyama. Uko tayari hata kupoteza roho ya mtu mwingine kwa ajili ya maslahi fulani. Uko tayari hata kufanyaje alimradi mambo yako yaweze kwenda. Lakini ujue utakufa. Lakini utakufa katika hali gani? Ndugu zangu, tuombe neema ya Mwenyezi Mungu ili tuweze kuwa na hofu. Tuweze kujitengenezea. Tutengenezee basi njia unaposhuka kwenye kituo chako cha gari, walau ile barabara, kwa kuwa tunasema mengele, ile ya kwenda nyumbani, walau imefagiliwa, umeondoa miiba. Na tusipende kupanda miiba kwenye zile mengele, zile barabara za kuingilia kwa watu. Kwa sababu ipo siku utatembea peku, ile miiba itakuchoma. Ubaya unaotenda, usipojirekebisha, hukumu itakupitia. Ni vizuri tuishi vizuri. Tujipatanishe na Mwenyezi Mungu kwa njia ya wanadamu tunaoishi nao. Tusijione kwamba ni bora sana sisi, ndio maana bado tunapumua na huyu yuko hivi. Au tusijione ni wazuri sana. Mwenyezi Mungu ajua, na Mwenyezi Mungu amepanga. Haina maana siku ya msiba tena ukitokea tutakaa tena hivi. Lazima kuna watakao kuwa wamepungua. Lakini swala utakuwa umejiandaaje? Kwa sababu kule kwa Mwenyezi Mungu hawatauliza ulikuwa paroko, ulikuwa askari nyota 714, ulikuwa sijui nani. Watakwambia whatever you do to the least of my brother, that's you do unto me. Ulichomtendea mmoja wapo wa hawa ndugu zangu walio wadogo, umenitendea mimi. Wale unaoishi nao unawatendeaje? Utaulizwa ulikuwa na degree ngapi, au ulikuwa na gari ngapi, maisha yako. Kwa hivyo ndugu zangu, tunapomsindikiza huyu ndugu yetu, tutambue kwamba tuko safari moja, na yeye ametangulia na sisi tuko nyuma yake. Lakini swali, tumejipatanishaje na Mwenyezi Mungu? Maisha ninayoishi, watu wanamuona Mungu, wanamuona Kristo kupitia kwangu, au wanaona kashetani kadogo? Tumsifu Yesu Kristo. Unadhani mimi na wewe Kristo anaonekana kwa mfumo wangu wa maisha ninaoishi? Na unadhani namna ninavyoishi siku hiyo nitaambiwa njoni kwangu ninyi mliobarikiwa na baba yangu? Tutumie nafasi hii, mwambie Mungu nimekosa, nisamehe. Tusiendelee kuwa wababe, kujiona sisi ndio sisi. Ipo siku ndugu, kifo atatumbua. Kumbe tuishi maisha mema, tuishi maisha ya kujipatanisha na Mwenyezi Mungu, ili Mwenyezi Mungu aweze kutukuka kupitia kwa mfano wetu wa maisha. Tuishi maisha ya upendo, tuishi maisha ya amani, ya kumpendeza Mwenyezi Mungu. Kumbe tuendelee kumwombea ndugu yetu, na sisi kupitia kwa kifo hiki cha ndugu yetu tuchukue nafasi ya kujitafakari. Kifo kinatuambia nini? Na je, imetokea mtu wa roho amenitembelea, je, ninayo hadhi ya kusogea mbele yake kuendana na mfumo wa maisha ninayoishi? Tumsifu Yesu Kristo.